Tafiti zinaonyesha kuwa umiliki wa ardhi kwa vijana Afrika Mashariki bado upo chini ikilinganishwa na makundi mengine ya umri. Kwa mujibu wa tafiti za Benki ya Dunia, yani World Bank, na shirika la kilimo na chakula FAO, ni chini ya 20% tu ya vijana katika nchi kama vile Kenya, Tanzania na Uganda ndio wanaomiliki ama kuwa na hati rasmi za ardhi. Tafiti hizi zinaeleza kuwa vikwazo vikuu kwa vijana hao ni pamoja na mifumo ya urithi inayowapendelea wazee, ukosefu wa mitaji, pamoja na ukosefu wa taarifa sahihi za umiliki wa ardhi. Nao utafiti wa shirika la makazi la Umoja wa Mataifa UN Habitat na IFAD unaonyesha kuwa matumizi ya teknolojia za kidijitali kwa sasa yanaanza kubadilisha hali hiyo na kuongeza uwazi wa upatikanaji wa taarifa kuhusiana na umiliki wa ardhi. Kwa mujibu wa shirika la Youth Initiative for Land in Africa, majukwaa mawili ya kidijitali, Ardhi Hub na programu ya Kanuni, ni miongoni mwa wabunifu wapya wanaolenga kubadilisha sekta ya ardhi. Kutokana na hatua hiyo ya kutilia umuhimu huo kwa vijana kumiliki ardhi, katika mkutano wao wa siku 2 mkoani Iringa, majukwaa hayo mawili yamejadili kwa kina kwa kuwahusisha vijana na wadau wa serikali. Deborah Oyugi ni meneja wa nchi zinazozungumza Kiingereza na kiongozi wa masuala ya ulinzi wa ndani ya shirika la YILA. Anaelezea kuwa mifumo hiyo ya kidijitali wanayoihimiza inalenga kurahisisha upatikanaji wa taarifa na huduma za ardhi kwa vijana. Naye kaimu mkurugenzi mtendaji wa manispaa ya Iringa, Happiness Mko, amekubaliana na jitihada hizo za YILA Tanzania kwa kuharakisha ukamilishaji wa majukwaa hayo kwa vijana. Kupitia mradi wa Land for Youth, majukwaa haya ya Ardhi Hub na Kanuni yanatarajiwa kuwawezesha vijana nchini Tanzania kwa kuwapatia taarifa sahihi na fursa katika sekta ya ardhi kwa ujumla. Pamoja na kwamba kuna idadi ndogo ya ushiriki wa vijana kwa ujumla katika masuala ya umiliki wa ardhi, vijana wa kike idadi yao ni ndogo zaidi. Daktari John Lafa, ambaye ni mshauri kutoka Food and Agricultural Organization anayesaidia muungano wa mabunge ya Afrika Mashariki kwa usalama wa chakula na lishe, amebainisha kuwa jitihada kubwa kwa sasa ni kuhakikisha vijana wanashirikishwa kikamilifu katika umiliki wa ardhi. Majukwaa hayo pia yanatarajiwa kuunganisha kwa pamoja wale wanaotafuta ardhi na wanaouza ardhi ili kupunguza utegemezi kwa madalali. Nao madalali kwa upande wao wanatofautiana na mtazamo huo kabisa, kama anavyosema Dalali Hassan Mahenge alimaarufu kama Dalali Smart Iringa. Yeye anasema madalali si tatizo, bali ni sehemu ya mfumo tu wa biashara ya ardhi. Katika kuhakikisha kuwa sauti za vijana hazisikiki tu bali pia zinazingatiwa katika sera, shirika la YILA lina mikakati madhubuti ya kushirikisha vijana katika maamuzi ya kisera. Kutokana na harakati hizi na ubunifu wa kidijitali wa Ardhi Hub na programu ya Kanuni, yapo matumaini mapya sasa. Unatarajiwa kuwa jukwaa muhimu sana kwa mabadiliko ya vijana katika swala zima la umiliki wa ardhi. Hii ni TriGen Media.